Wanajeshi wawili tu kutoka nchini Urusi waliweza kuvamia msimamo au makazi ya wanajeshi wa Ukraine na kuwakamata wanajeshi hao kwa dakika 2 pekee. Ilikuwaje na nani amezungumza kauli hii? Basi utasikia hapa ambapo askari mmoja kutoka nchini Ukraine amefunguka mazito zaidi kuhusu shambulizi hilo. Pia baada tu ya taarifa hii nitakupatia pia mrejesho wa operation za Urusi kwa ujumla kabisa katika muda wa saa 24 zilizopita, ambapo zaidi ya askari wa Ukraine 1400 hawapo tena duniani kwa muda mchache au kwa muda mfupi uliokwisha kupita kutokana na mashambulizi makali ya Urusi katika brigade tofauti kutoka mstari wa mbele wa kivita. Sina mengi sana ila tu na kukaribisha ambatana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi. Pia usisahau kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Mwanajeshi wa Ukraine aliyetekwa na wanajeshi wa Urusi anafahamika kama Ivani Boburushko wa kikosi cha 23 cha mitambo Tenga amesema ya kwamba nafasi zao karibu na kijiji cha huko Komari kusini mwa Jamhuri ya Watu wa Donetsk iliweza kuvamiwa na wanajeshi wawili wa Urusi, ambapo kulingana na mfungwa huyo wa vita alisema ya kuwa uvamizi huo haukuchukua hata zaidi ya dakika 2 kutoka vikosi vya Urusi. Mfungwa huyo alisema ya kuwa tulikuwa tumekaa na kuzungumza wakati waliweza kuruka ndani na kuanza kupiga risasi. Tulijificha popote tulipoweza kwenye kona. Mmoja wa askari wa Urusi aliweza kurusha gruneti kisha mwingine, kisha akasema jisalimishe au ufe. Tulikubali kujisalimisha mara moja. Shambulio la nafasi zetu halikuchukua zaidi ya dakika 2. Mfungwa huyo aliweza kuleza hivyo. Pia aliongeza kwamba alifichua kuwa kitengo chake kilikuwa kimepanga kuondoka jioni hiyo, hata hakubainisha njia waliokusudia kutumia ili kutoroka nyadhifa zao, ambako pia inakumbukwa kuwa mnamo Mei 1, yani mwanzoni kabisa mwa mwezi huu, mwandishi wa habari kutoka shirika la habari la Urusi maarufu kama TASS aliweza kuripoti kujisalimisha kwa wanajeshi au kwa kikundi kikubwa cha wanajeshi wa Ukraine. Na hizi ni taarifa za operation za Urusi dhidi ya wanajeshi wa Ukraine katika muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambapo pia nitakufahamisha kulingana na mapigano ya mgawanyiko wa brigade za Urusi kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kwanza kabisa, wanajeshi wa Urusi walianza kufanya ukombozi wa jamii moja huko Donetsk inayofahamika kama Lesovika siku iliyokwisha kupita katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo, ambapo vitengo vya kituo cha vita viliweza kukomboa makazi ya Lesovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia operation madhubuti. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuchapisha hivyo. Pia vikosi vya Urusi viliweza kushambulia uwanja wa ndege wa kijeshi na maeneo ya kupeleka vikosi vya jeshi la Ukraine katika maeneo takribani 151 katika siku moja iliyokwisha kupita, ambako ndege zinazofanya kazi kushambulia magari ya angani yasiyokuwa na rubani, wanajeshi wa makombora ya vikundi vya vikosi vya Urusi viliweza kushambulia miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi, warsha za kutengeneza magari ya angani yasiyo na rubani, magari ya risasi na maeneo ya muda ya kupeleka vikosi vya kijeshi vya Ukraine pamoja na mamluki wa kigeni katika maeneo 151. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kubainisha hivyo, ambako pia taarifa kuhusu operation kutoka makundi tofauti ya Urusi, ikianza na kundi la vita la Urusi la Kaskazini lenyewe pia lilisababisha wanajeshi wa Ukraine takribani 225 kuuawa na kuharibu tanki la adui na magari 8 ya kivita katika maeneo yake ya wajibikaji katika siku moja iliyokwisha kupita, ambapo kwa ujumla katika ukanda huo jeshi la Ukraine lilipoteza takribani wanajeshi 225, kifaru kimoja, magari 8 ya kivita, magari 10 ya kusafisha vizuizi vya wahandisi, gari la kuondoa migodi ya UR-77, magari 13 na bunduki 4 za kivita katika maeneo hayo ya mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizopita. Nalo kundi la mapigano la Urusi Magharibi lilisababisha wanajeshi wa Ukraine 250 kuweza kuuawa
kutoka mstari wa mbele wa kivita na kuharibu bunduki 6 za maadui yani Ukraine, zikiwemo silaha 5 zilizotengenezwa na nchi za Magharibi kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambapo vikosi vya vita vya Urusi vya Magharibi vilipata safu bora na nafasi bora na kusababisha hasara kwa uundaji wa brigedi 3 zilizo na mitambo na kadhalika, ambako kwa ujumla kabisa katika ukanda huo jeshi la Urusi lilisababisha wanajeshi wa Ukraine 250 kuuawa, magari 3 ya kivita, magari 17 na bunduki 6 za kivita, miongoni mwao silaha 5 zilizotengenezwa Magharibi katika eneo la mstari wa mbele wa kivita kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Kwa kuongezea, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kuwa vikosi vyake viliweza kuharibu vituo viwili vya vita vya kisasa yani elektroniki vya Kivatosi na ghala 3 za risasi za jeshi la Kiev. Nalo kundi la mapigano la Urusi Kusini lilisababisha wanajeshi wa Ukraine 275 kuuawa, ambako pia liliweza kuharibu mizinga 7 ya Ukraine na maghala 3 ya risasi kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita, ambako vikosi vya vita vya kusini vya Urusi viliweza kuboresha msimamo wake wa busara na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 4 za mitambo za Ukraine, brigedi ya ndege na brigedi ya shambulio la mlima la jeshi la Ukraine, ambapo katika upande huo Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 275 katika mapigano hayo. Pia magari mawili ya kivita yaliweza kuharibiwa, magari 5 na bunduki 7 za kivita katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita katika siku moja iliyokwisha kupita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia iliweza kuongeza kuwa vikosi vyake viliweza kuharibu kituo cha vita vya elektroniki na ghala 3 za risasi za jeshi la Ukraine. Nacho kituo cha mapigano cha Urusi chenyewe pia kilisababisha wanajeshi 425 kuuawa wa Ukraine, na pia kikundi hicho kiliweza kuharibu magari 5 ya kivita ya Ukraine katika eneo lake la wajibikaji katika siku moja iliyokwisha kupita. Katika kipindi cha saa 24 zilizokwisha kupita, vitengo vya kituo cha vita vilisababisha hasara kwa uundaji wa vikosi 3 vya kijeshi na 2 vya shambulio la jeshi la Ukraine, kikosi cha watoto wachanga wa baharini na kikosi cha walinzi wa kitaifa katika maeneo karibu na makazi ya huko Muravinka na Dmitrovi. Kwa ujumla, katika mapigano hayo kutoka brigedi hiyo ya Urusi ilisababisha wanajeshi wa Ukraine takribani 425 kuuawa, tanki 1, magari 5 ya kivita, magari 11 na bunduki 3 za shambani, kati yake bunduki ya kujiendesha yenyewe ya Braveheart ya milimita 155 iliyotengenezwa huko Britani na silaha iliyotengenezwa na nchi ya Ufaransa yenye milimita 155 aina ya Kaisari katika siku moja iliyokwisha kupita. Nalo kundi la mapigano la Urusi Mashariki lilisababisha wanajeshi wa Ukraine takriban 200 kuuawa na kuangamiza wabeba askari 2 wa maadui waliokuwa wamejihami katika eneo lake la wajibikaji katika siku moja iliyokwisha kupita. Vikosi vya vita vya mashariki vya Urusi viliendelea kusonga mbele katika ulinzi wa adui na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 2 za jeshi la Ukraine na vikosi 2 vya ulinzi wa eneo karibu na makazi ya huko Bogatry, Novopol katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kueleza kuwa katika upande huo Ukraine ilipoteza takribani wanajeshi 200, wabeba silaha 2, magari 6 na bunduki 5 za kivita, ikiwa ni pamoja na askari 2 wa jeshi la Marekani aina ya M198 ya milimita 155 katika siku moja iliyokwisha kupita kutoka mstari wa mbele wa kivita. Pia vikosi vya Urusi viliweza kuharibu kituo cha kivita cha kisasa yani electronic cha jeshi la Kiev. Nalo kundi la mapigano la vita la Urusi Dnipro lilisababisha uharibifu wa vifaa kadhaa, lakini pia wanajeshi 50 kuuawa kutoka mstari wa mbele wa kivita katika eneo hilo. Vitengo vya vita vya Urusi Dnipro vilisababisha hasara
kwa uundaji wa brigedi iliyo na mitambo, brigedi ya shambulio la mlima la vikosi viwili vya ulinzi wa pwani vya jeshi la Ukraine katika maeneo karibu na makazi ya huko Malaya Tokimachinka, lakini pia Pavlovinka mkoani Zaporizhia na Sadovoye mkoani Kherson. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi viliweza kudungua pia ndege 202 za Ukraine zisizo na rubani, yani UAVs, na mabomu 4 ya JDAM yaliyotengenezwa huko nchini Marekani katika siku moja iliyokwisha kupita. Mwisho wa taarifa hii, ambako Wizara ya Ulinzi ya Urusi pia imeweza kuripoti kile ambacho pia wanajeshi wake wameweza kufanya kutoka mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako zaidi ya askari 1400 wa Ukraine wameweza kupoteza maisha kutoka mstari wa mbele wa kivita. Pia taarifa zaidi kutoka huko vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa nitazidi kujuza hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa, na kusiki tu ya kwamba endelea kunitembelea kila siku na kila wakati ili pia uweze kufahamu mengi zaidi kutoka huko Urusi na Ukraine, lakini pia mataifa mengine ambako JMTV imekuwa ikikufahamisha taarifa zote za kimataifa.